Naitwa Paul Reginald Miovela, ni mkurugenzi wa kampuni ya MV Bright tunayojihusisha na masuala ya usafi pamoja na utunzaji wa mazingira. Leo nipo hapa pia kama katibu wa kamati iliyokuwepo ya mazingira ambayo kamati hii ilikuwa inajihusisha na masuala ya kuratibu na kusimamia masuala ya usafi na mazingira kwenye kata ya Ilala, ambapo kupitia kamati yetu tuliweza kuomba wadau ambao waliweza kutusupport na leo tunakabidhi vifaa hivi ambavyo ni sehemu ya fedha ya wadau kwa ajili ya ukarabati wa ofisi, lakini pia fedha ambayo imetolewa na wadau imeweza kutumika katika kufanyia marekebisho ya kisima cha maji katika shule ya msingi Nyumba Tatu, lakini pia na ununuzi wa matenki katika kwa ajili ya shule zilizopo hapa. Lengo ni kuendeleza ustawi wa jamii yetu, hasa mashuleni na kwenye jamii, ambapo mashuleni tunajaribu kuwasaidia kutatua changamoto ya maji, kwa sababu kwa survey ndogo ambayo tumeifanya tumegundua maeneo mengi katika shule kwenye kata yetu yana water table iko juu, maana yake mkondo wa maji uko jirani, ambao tunaweza hata kuchimba visima vya mkono kama ambavyo tumefanya shule ya Nyumba Tatu, ambavyo vitaweza kuwa msaada kwa matumizi ya shule, kumwagilia mboga, lakini pia kwa ajili ya masuala ya usafi, lakini pia kuwafanya wanafunzi waweze kukaa katika mazingira mazuri zaidi. Kwa hiyo leo tunakabidhi vifaa hivi ambavyo kwa ujumla wake kwa hapa ofisi ya kata kwa ajili ya ukarabati vinaweza kufika milioni 1.5, lakini pia tunatarajia kuongeza tena budget kwa ajili ya kuweza kufanya singboard na vitu vingine ambavyo vitakwenda zaidi ya milioni 2. Kwa hiyo nitoe wito kwa wadau na mashirika mengine kuweza kuifikia jamii, kwa sababu pia sisi kama mataasisi ni wajibu wetu na ni haki yetu kikatiba kuweza kurudisha kwa jamii na kuweza kuisaidia jamii. Asante. Okay, umetoa nini na nini leo? Leo tumekabidhi rangi ndoo 4, lakini tumekabidhi mifuko 6 ya wall put, lakini misasa na vifaa vingine, lakini pia tumelipa kwa mafundi ambao wanakwenda kufanya hii kazi hapa kwa ajili ya kuweza kuifanyia kupaka rangi ndani, lakini pia na pamoja na nje. Unadhani mnagusa vipi kwenye yale maono ya serikali ya kuboresha mazingira ya utoaji wa huduma kwa wananchi? Kwanza hapa katika ofisi hii kuna wafanyakazi wanaofanya watendaji, na pia wananchi huwa wanakuja kwa ajili ya kupata huduma. Kwa hiyo tunaamini mazingira yanapokuwa mazuri, basi hata mtendaji wa kata anavutiwa kuwepo katika eneo lake la kazi, lakini pia inamfanya kuwa na ile hali au morali ya kuweza kuwahudumia jamii katika weledi, kwa sababu anakuwa katika mazingira mazuri. Majina anaitwa Godfrey Nazareno Mloe, ni diwani wa kata ya Ilala, lakini pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Ilala. Kwanza nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru wenzetu wa MV Bright kwa namna ambavyo wamekuwa wakijitolea kwenye kuhudumia kata yetu ya Ilala, lakini pili, pamoja na wao nitoe shukrani pia kwa wadau wengine ambao nao wamekuwa wakituchangia. Kama mnavyojua, serikali yetu ina mambo mengi ya kufanya na inawezekana mfuko ukawa ni mdogo. Kwa hiyo tunapopata wadau kwa ajili ya kuchangia maendeleo ya kata, sisi kama viongozi tuliopewa dhamana na wananchi, kwanza tunatakiwa tutoe shukrani kwa wadau wetu, lakini vile vile tunawashukuru kwa sababu serikali mara nyingi mipango yake inakuwa ya muda mrefu. Sasa anapotokea mdau anataka kuchangia maendeleo, hatuna budi kupokea na kushukuru. Kwa hiyo kwa nafasi hii nipende kutoa wito kwa wadau wengine wa maendeleo waliopo ndani ya kata yetu na waliopo nje ya kata. Kuna watu wako nje ya kata lakini ni wazaliwa wa kata Ilala, leo hii wanaweza wakarudi wakaja kuisaidia kata yetu. Hivyo kwa leo niwape pongezi sana wenzetu wa MV Bright kwa namna ambavyo wamekuja kutusaidia kwenye kuboresha matengenezo ya ofisi yetu ya kata. Ofisi yetu ya kata kiukweli muda mrefu sana ilikuwa haijafanywa matengenezo,
lakini nashukuru kwa kipindi hichi ambacho mimi nimeingia madarakani, nimekutana na watendaji wangu, tumekaa chini, tukapanga mipango ya kutaka kuboresha mazingira ya kata. Kwa kama mnavyoona, tulianza kwa kupiga lipu, tuna mipango ya kuendelea ndani kufanyia ukarabati. Hivyo tunapopata wadau ambao wanakuja kutuchangia, sisi tunashukuru, lakini vile vile na mimi kama diwani nimeshakaa na management ya hapa, nimeahidi baadhi ya vitu nitachangia tunapoendelea kufanya ukarabati. Asante. Ubora wa maeneo ya kufanyia kazi, pengine unawapa morali kwa kiwango gani watendaji katika kufanya kazi hizo ambazo wanafanya kwa kuhudumia wananchi? Asante. Kama nilivyosema, wanasema kwamba ofisi inapokuwa iko kwenye ubora, hata utendaji utakuwa bora, na hata wananchi wanapofika watafurahia huduma. Kwa hiyo kwenye hilo nafikiri tutakapofanya ukarabati wa ofisi yetu, nafikiri hata huduma zinatakiwa zilingane sasa na ubora wa ofisi. Okay. Kuna kasumba moja ipo kwa viongozi sasa nyinyi ambao mmechaguliwa, pale ambapo unakuwa mnaona wadau wanakuja sana kuleta maendeleo, wao mnahisi ni kama ni sehemu ya wao kujipigia kampeni kwa ajili ya maandalizi labda chaguzi, kwa sababu mwisho wa uchaguzi ni mwanzo wa uchaguzi mwingine. Kwa hii kata ya Ilala hili lipoje? Mnawachukuliaje wawekezaji? Nafikiri ni uelewa tu wa mtu, kwa sababu kwenye mambo ya maendeleo nafikiri si kwamba yameanzia kwenye kata. Kuna wadau wakubwa wanasaidia serikali kuu, lakini hawana nia ya kugombea, wala nasidhani kama wana mpango, kwa sababu kama unaipenda nchi yako utakuwa tayari kuisaidia. Kama unaupenda mkoa wako utakuwa tayari kuusaidia. Kama unaipenda kata yako utakuwa tayari kuisaidia, bila kujali wewe uko kwenye nafasi gani. Kwa sababu hata mimi kabla sijapewa hii nafasi, nilipokuwa nikipata nafasi nilikuwa natoa misaada ya kijamii. Sawa. Swali langu la mwisho, huwa kuna kamati ya mazingira. Tunaambiwa mara baada ya kuingia wewe haipo tena. Na ukitazama asilimia kubwa viongozi wanahamasisha sana kwamba hizi kamati ziwepo na nini. Kamati inarudi lini, kamati ya mazingira kwenye kata Ilala? Ninachojua mimi kunapokuwa na kile kipindi cha mpito, kuna mabaraza ya kata, kuna hizi kamati za mazingira, kuna mambo mengi. Kwa hiyo tunapokuwa tumekwenda kwenye uchaguzi, tunapokuja kuanza awamu nyingine, na automatic vitu vile huwa vinaanza upya. Sasa hivi tumetangaza nafasi kwa ajili ya wajumbe wa baraza la usuluhishi la kata. Vivyo hivyo tutakuwa tukiendelea. Kama kuna kamati zingine zilikuwepo, muda wake ulishaisha, tutakaa mimi na watendaji wangu na kamati ya maendeleo ya kata ili kuweza kuangalia kama zinastahili kurudi, vile vile zitarudi, na kama kuna utaratibu mwingine basi tutaufuata. Jina naitwa Augusta Mayemba Mtemi, ambaye nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya mazingira, kamati ambayo iliundwa kipindi ambacho diwani wetu hajaingia, lakini ni kipindi cha mwishoni sana, baada ya kuona kuna umuhimu wa kuwa na kamati ya mazingira katika kata yetu na tuliwiwa kuboresha mazingira ya kata yetu. Basi tukashukuru Mungu kwamba kamati iliundwa. Lakini hata baada ya kuambiwa kwamba kamati yetu ya mazingira basi itafuata utaratibu mwingine baada ya kuingia uongozi mpya, actually tulijisikia vibaya, tukafikiri inawezekana pengine hawaitaki hii kamati. Lakini tulipoongea na diwani akasema, jamani, sikuwa sijui hicho kitu, kwa kuwa nimejua basi kwenye kuunda kamati najua na nitafanya nini ili kamati hiyo iweze kuendelea. Lakini pia sisi tumejisikia furaha kwa sababu baada ya kuingia tu kwenye kamati yetu tulianza mchakato wa kuandaa mazingira mbalimbali kwa ajili ya kuboresha utendaji na utekelezaji wa utekelezaji wa kamati yetu ya mazingira. Basi tukaomba kwa wadau mbalimbali, tukaomba misaada mbalimbali kama unavyoona kupitia pia mkurugenzi wetu wa Eventbrite ambaye ni katibu wangu, tumeweza kupata hii fedha ambayo imeweza kusaidia hapa ofisini, lakini pia imeweza kusaidia shule ya Nyumba Tatu, na bado tuna mipango ya kuendelea kusaidia hapa ofisini na shule nyingine zilizopo. Una lipi la kuwaeleza wadau ambao wamewasaidia kuhakikisha hichi ambacho mlikuwa mmepanga basi kinaendelea kutekelezeka?
Kwanza tunawashukuru sana kwa moyo wa majitoleo na kuona umuhimu wa kuboresha mazingira ya kata yetu, na hasa mazingira ambayo hata sisi wenyewe ni wakaazi. Tunawashukuru na tunaomba waendelee kutusaidia ili kata yetu iwe bora, iwe kata ya mfano, hasa kupitia vitu ambavyo tutavifanya kwa kushirikiana na diwani wetu, kwa kushirikiana na kampuni yetu, lakini hasa pale diwani atakapounda kamati hiyo upya, kama tatuona ni watu wake wa muhimu, tutamshukuru pia sana. Asante. Huu ni mradi wetu mwingine wa kisima kama nilivyoelezea mwanzo, na huu mradi tuliuanza mwaka jana mwezi wa 8, na kama nilivyosema, maeneo mengi katika kata ya Ilala kiwango cha maji ardhini kiko juu, na tuliona kwamba tunayo sababu ya kuisaidia shule hii ya msingi Nyumba Tatu na shule zilizoko kwenye kata yetu ili kuweza kupata maji, kwa sababu tuliangalia gharama wanazozitumia katika kulipa bili za maji ni kubwa, na shule wakati mwingine tunaona zinapata changamoto kidogo katika kumudu hizo gharama. Kwa hiyo sisi kama wadau tuliamua kujitolea, na mpaka sasa hivi mradi wetu unakwenda si chini ya milioni 8 mpaka kukamilika kwake. Na sasa hivi tuko kwenye hatua za mwisho, tuseme tuko kwenye 90%, tumebakiza 10% ambayo ni kupandisha tenki, kuweka pampu chini, lakini pia na kupaka rangi kwa ajili ya kukabidhi mradi. Kwa hiyo tunaendelea kutoa wito kwa wadau wengine kuweza kuzifikia shule kama hizi na kuweza kuzisaidia. Tumedhamiria kufanya Ilala kuwa kata ya mfano katika baadhi ya shughuli, na ndio maana leo mkuu wa shule pia ametukabidhi barua ya kuturuhusu kujenga uwanja wa basketball katika shule hii. Uwanja huu tunategemea utaanza hivi karibuni ujenzi wake, na tunaamini utakuwa na tija na manufaa kwa wanafunzi, lakini pia hata kwa jamii ambayo inazunguka katika shule hii, kwa sababu watakwenda kupata sehemu nzuri ya michezo, na pia watoto watakwenda kunufaika na mradi huu. Hii ndio barua ambayo nimekabidhiwa na uongozi wa shule kwa ajili ya kuruhusiwa kwamba tuendelee na ukarabati wa ujenzi wa uwanja, na baada tu ya barua hii niahidi kwamba tunakwenda kuanza utekelezaji wa ujenzi wa uwanja katika shule hii ya msingi wa Nyumba Tatu, lakini tutaanza na uwanja wa basket na baadaye tutaangalia kuweza kuendelea na viwanja vingine, kwa sababu shule ina eneo kubwa la kutosha. Tutaangalia kuwafikia watu wa football, volleyball na michezo mingine ili kuweza kufanya kwenye shule hii, lakini pia hata kata yetu ya Ilala kuwa ni kata nzuri ambayo watu wanaweza kuwa wanakuja kutembea na kujifunza, lakini pia na kuenjoy mazingira katika kata yetu. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Sofia Kiando, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Nyumba Tatu, na tunashukuru sana kwa ajili ya mdau wetu Paul ambaye amekuwa akitusapoti kwa ujenzi wa hichi kisima. Kisima hichi kina manufaa sana kwa wanafunzi pamoja na walimu wa shule ya msingi Nyumba Tatu. Awali kabla hatujawa na kisima, tumekuwa na changamoto ya maji kwa sababu ya wingi wa wanafunzi. Kwa wiki tunaweza kutumia 100,000 hata zaidi kwa matumizi ya maji, chooni, chakula na wanafunzi kunywa. Lakini kwa sasa hivi tumepata mdau ambaye anaendelea kukamilisha kisima hichi. Baada ya kisima hichi kukamilika, tunategemea kwamba gharama za maji zitapungua. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa mkurugenzi wa MV Bright kwa kutusapoti na kutusaidia kuweza kutuletea mradi huu wa kisima.